Wizara ya mambo ya nje ya China imelaani vikali hatua ya Marekani ya kuweka vikwazo dhidi ya kampuni za China zinazohusika na usafirishaji wa mafuta, ikidai kuwa zinahusiana na Iran. Hatua hii ya Marekani iliyotangazwa Ijumaa iliyopita inalenga kudhibiti kile Washington inachokiita biashara haramu ya mafuta ya Iran, lakini Beijing inasema vikwazo hivyo havina msingi katika sheria za kimataifa na ni matumizi mabaya ya mamlaka. Lin Jian, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, alisisitiza kuwa nchi yake inapinga vikwazo vya upande mmoja visivyo na msingi wa kisheria ya kimataifa. Matamshi ya Lin Jian yalifuatia tangazo la hazina ya Marekani Ijumaa iliyopita kuhusu vikwazo vipya vinavyohusiana na Iran. Vikwazo hivyo vilijumuisha kutoa leseni ya jumla inayoruhusu kusitishwa kwa miamala inayohusisha kampuni ya Hengli Petrochemical Refinery Company. Aidha, hazina hiyo iliweka vikwazo kwa kampuni kubwa huru ya kusafisha mafuta ya China inayojulikana kama Teapot Refineries, ambazo hufanya kazi zaidi katika jimbo la mashariki la Shandong, pamoja na mashirika mengine karibu 40. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Thomas Piggott, alidai kuwa hatua hizo ni sehemu ya juhudi pana za kudhibiti biashara haramu ya mafuta ya Iran. Hata hivyo, China inaitaka Marekani kuachana na tabia mbaya ya vikwazo vya dhuluma na mamlaka ya mbali, huku Lin Jian akiongeza kuwa China italinda kwa dhati haki na maslahi halali ya kampuni zake. China pia iliitaka Marekani kuonesha ukweli katika kutatua mzozo wake wa muda mrefu na Iran kuhusu mpango wake wa nyuklia. Wakati huo huo, Beijing ilikemea vikali uvamizi wa kijeshi wa pamoja wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Katika ripoti yake ya hivi karibuni kuhusu mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia NPT, Beijing ilisema kuwa Washington inawajibika kwa mkwamo wa sasa wa kidiplomasia wa Teheran. Ripoti hiyo ya kitaifa kuhusu utekelezaji wa mkataba wa kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia iliwekwa hadharani mtandaoni na Wizara ya Mambo ya Nje ya China Jumatatu iliyopita. Kulingana na ripoti hiyo, uvamizi wa kijeshi wa Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Juni 2025 na Februari 28 mwaka huu ulikiuka vibaya sheria za kimataifa na malengo ya mkataba wa Umoja wa Mataifa. Katika ripoti hiyo, Beijing ilieleza kuwa kujiondoa kwa upande mmoja kwa Washington katika mkataba kamili wa pamoja wa utekelezaji JCPOA ndio chanzo kikuu cha mkwamo wa sasa wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.